Ni mwalimu Valeriana Adolf akifundisha wanafunzi wa darasa la pili wanaodaiwa kuwa ni wanafunzi wa tawi B la shule mama ya msingi Mwavi iliyopo wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, ikiwa ni baada ya wanafunzi hao kushindwa kwenda umbali wa kilomita 16 hadi ilipo shule hiyo. Valeriana akizungumza na Gadi TV akiwa ndani ya jengo la kanisa la TAG Samalogo ambalo anatumia kama darasa, amesema wamelazimika kutumia jengo hilo kutokana na shule ya Mwavi kuwa mbali na makazi ya wanafunzi hao, licha ya kuwepo kwa changamoto za jengo na choo kutokuwa salama kwa wanafunzi. Aidha, inaelezwa kuwa wanalazimika kutumia mtandao wa WhatsApp kutumia mitihani kutoka kwenye shule ya msingi Mwavi kutokana na kushindwa kumudu gharama za usafiri wa kufika katika shule hiyo. Hata hivyo, Valeriana ameieleza Gadi TV kuwa yeye pamoja na mchungaji wa kanisa hilo wamekuwa wakijitolea kuwafundisha wanafunzi hao na kulipwa na wazazi. Kadhalika, inaelezwa kuwa wanafunzi ambao wanajipatia elimu katika eneo hili ni zaidi ya 90, ambapo wengine wanalazimika kusomea chini ya mti kutokana na utofauti wa madarasa yao. Kwa upande wa mkurugenzi wa halmashauri ya Bagamoyo, ndugu Shauri Selenda, amedai kutokuwa na taarifa ya tawi hilo na kuahidi kufuatilia zaidi uwepo wa sehemu hiyo. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya. Hebu tuambie, hii shule ina usajili? Imesajiliwa kwa sababu hii ni branch. Tumesajiliwa Mwavi, shule ya msingi Mwavi, kwa hili ni tawi ambalo linaitwa Samalogo. Kwa nini mmefanya kuwa tawi hapa na sio kwamba wanafunzi waende kwenye shule husika? Reason behind ni kwamba distance kutoka hapa mpaka sehemu ambayo shule mama yuko ni mbali sana. Kwa hiyo inatupasa hawa watoto waweze kubaki hapa kwa sababu changamoto ni usafiri. Unakuta usafiri wa kuweza kuwasafirisha watoto unakuwa ni changamoto, na njia kama mnavyoziona makorongo bado hazijafikia kwenye standard ile ya kuwa katika njia iliyo bora. Kule kwenye shule mama wanatambulikaje? Shule mama wanatambulika ni kama Mwavi B. Ni Mwavi B. Na pia ni mwajiri wa serikali? Hapana, mimi bado sijaajiriwa. Kwa nalipa na wazazi. Umesema kwamba kuna shule mama na wewe unajitolea. Sasa walimu wa kutoka shule mama kuja kuwafundisha hawa wanakuja? Hapana. Kwa nini? Siwezi nikazungumzia in deep sana nikajua sababu ni kwa nini, sijaelewa. Sababu mimi nafanya communication na yule mkuu wa shule pale, na kila kitu na process zote zinazoendelea kule tunazifanya hapa. Mfano kama kuna mitihani na hapa tunaifanya. Sasa kwenye swala hilo la kusema walimu kutoka kule waje hapa, hicho sasa bado siwezi nikakielezea zaidi, maana bado sina taarifa zaidi. Hao si wanafunzi wao? Ni wakwao. Kwa hiyo na imani yeye ndo angekuwa analitambua hilo, angeweza labda kusema mwalimu asaidiwe au afanye jambo fulani. Tumeona kuna wanafunzi wanasomea chini ya mti. Huu mgawanyo unakuaje mpaka wengine wanasomea chini ya mti na wengine wanasomea huko? Okay. Ni kweli kwamba kuna watoto wengine wanasomea chini ya mti kwa sababu hapa tulipo tuna madarasa matatu. Tuna chekechea la kwanza pamoja na la pili. Kwa hiyo inatupasa watoto wengine wakasomee chini ya mti ili kuweza kuweka shift, yani tuweze kugawana, kwa sababu tuweze kukaa katika sehemu hii tukasema tutawafundisha wote. It is impossible, yani haiwezekani kabisa. Kwa hiyo inatupasa tufanye mgao. Watoto wengine labda chekechea na la kwanza watoke nje wakafundishwe pale na mwalimu mwingine, na mwalimu mwingine abaki darasani kwa ajili ya kuendelea na darasa la pili, kwa sababu tukisema tusubirie labda yani tuwaweke sehemu moja haileti picha nzuri, kwa sababu kuna chekechea, kuna la kwanza, kuna la pili. Kwa wengine tayari washavuka stage ya kuwa chekechea, washavuka stage ya kuwa darasa la kwanza, ndio maana wanaitoa la pili. Kwa hiyo ukiwaweka kwenye mix, yani ukawachanganya pamoja, haileti picha nzuri, kwa sababu na masomo yanatolewa ni tofauti kidogo. Hauji kutembelewa labda? Kutembelewa ni muda kidogo wanachukua. Wanakujaga mara moja sana. Mfano kwa kipindi hiki cha mwaka huu umetembelewa mara ngapi? Posta danganya. Sijawahi tembelewa mwaka huu. Kwa mwaka huu bado hajaja. Sababu tukiwapigia simu atasema tutakuja, lakini mimi ninachojua labda changamoto ni hiyo njia. Na nilipewa taarifa na mkuu wa shule wa Mwavi kwamba hawa watoto punde watahitajika waende kule Mwavi kwa ajili ya kupiga picha, kwa sababu nimeambiwa mwaka huu kuna mtihani wa darasa la pili wa taifa kama wanavyofanya darasa la 4. Kwa hiyo na wao inatakiwa maandalizi ya kwenda kupiga picha, na hisi ni passport size kwa ajili ya maandalizi ya hayo mtihani. Kwa hiyo nalo pia ni changamoto, kwa sababu tukiwaza hapa usafiri sasa, tukifikiria namna kufikisha kule watoto, yani changamoto. Vichwa yani havifanyi kazi, lakini ndio hivyo, inabidi wazazi wakae, tujichange, tujue watoto wetu wanafikaje kule ili tu elimu yetu izidi kusonga.
Usiwakatishe tamaa watoto. Labda kwa wanafunzi ambao wanafika hapa kwa ajili ya kupata elimu, jumla wako wangapi? Almost wanaokuja daily ni zaidi ya 90, lakini wako zaidi ya 90 niseme. Lakini ambao wanakuja shule 90 na kuzidi. Na tunaona kwamba hapa kuna wengine kama wana umri zaidi ya madarasa yao. Hili likoje labda kwa umri, kama unafahamu umri wao? Kama nilivyozungumza mwanzo ni kwamba hawa watoto wameamua jingize shule hivyo hivyo hata kama umri umeenda, kwa sababu hapakuwa na mtu wa kuwasaidia kupata elimu. Yaani watoto wanatamani kupata elimu, lakini sasa yule mtu ambaye angewatreat wao ili waweze kupata elimu alikuwa hayupo. Kwa hiyo walivyoona kwamba kuna chance, kuna mtu anajitolea ili aweze kutoa ujinga, na wenyewe wamejikomiti, wameamua waendelee hivyo hivyo hata kama wana umri mkubwa ili wapate chochote kitu. Ndio maana wakuta wapo. Mfano labda wenye umri mkubwa zaidi wana umri gani? Wana miaka 14 na kuzidi. 14 wanafika. Na hapo unakuta iko darasa la ngapi? La kwanza, la pili. Darasa la kwanza miaka 14. Kwa hii imekuwa ni ajabu kiasi gani? Yani inashangaza, lakini no way out, kwa sababu ndo mazingira yanavyoruhusu. Inabidi tuende hivyo hivyo. Na labda viongozi ambao wamebahatika kujua hili, wao wanasemaje? Kwa viongozi waliobahatika kujua hili, ni kweli wamesema kwamba watafanya process shule ijengwe. Kwa hiyo kuna baadhi ya michango ambayo imeahidiwa kutolewa kwa ajili ya kusupport shule iweze kujengwa ili wao watoto waendelee kupata elimu. Viongozi gani ambao wanafahamu hii changamoto? Kuna mbunge alikuja mahali hapa akatukuta sisi tuko hivi tunapambana. Kwa hiyo naye alivyoona changamoto hii, na yeye anajua umuhimu wa elimu, basi akaona sio budi kuleta support yoyote kwa ajili ya kujenga shule. Ndio maana akahamasisha wananchi wa Samalogo wanaoishi mahali hapa waweze kujichanga. Yani wajichange hata kama maisha ni magumu, lakini try to, yani wasikate tamaa. Wajichange. Na ili na yeye atatia mkono wake support ili tu kuhakikisha kwamba shule inajengwa, watoto wapate elimu. Mvua ikinyesha hapa, mazingira ya ufundishaji yanakuaje? Yani hapo niseme sasa inakuwa too hard. Yani yanakuwa magumu tena. Kwa sababu wale ambao sasa wanasomea chini ya mti, tunawachukua wote wanakuja kujazana humu ndani. Tunakaa, tunatulia. Mvua zikitulia hapo sasa tunaanza tena mgawanyo. Matope ya kwetu, mvua. Yani ni shida. Lakini tumekubali. Tutafanyaje sasa? Inabidi tujitahidi hivyo hivyo. Kwa mvua ikinyesha inakuwa ni changamoto kubwa, yani changamoto nzito. Kwako alishakukatisha tamaa, maybe ukatamani kuacha kazi? First of all, ilitokea. Maana nina mwaka kama 3 najitolea. Ilitokea kuna kipindi ndio hivyo, mvua zinanyesha, nikiangalia hali ya hewa ndio hivyo, nikiangalia sehemu ninayokaa ni mbali, wanangu wanakosomea ni mbali. Sasa inaniwa migumu kwa sababu kuna milima na mabonde, mtu anatakiwa ushuke upande. Kuna teleza zile unakuta mtu unaseleleka tu, yani bila kujitakia unakuta unaseleleka, unaenda chini mara udondoke amka. Kwa hiyo ile ilikuwa changamoto. Mpaka ikafika kipindi nikasema, hada zenyewe ndio hivyo za kubangaiza, Nikasema upate 3000 ndio hiyo, nikasema ngoja kwanza nitulie. Lakini roho nyingine ikasema hapana, hebu simama, hawa ni watoto afu hawa ndio viongozi wa baadaye. Kwa mwalimu, hebu jipe moyo, kaza buti hivyo, pambana kwenye milima, mabonde, simama hivyo. Unaweza ukatoa ujumbe gani kwa serikali? Ukiangalia changamoto hii, hawa ni wadogo zako, lakini wao pia wamejitolea kwa ajili ya kuwasaidia. Kikubwa ambacho napenda kuiomba serikali ya Tanzania, kama tunavyojua kwamba elimu ni ufunguo wa maisha ya mtoto, pia watoto wa sasa hivi tunawafundisha, hao ndio watakao kuja kuwa viongozi wetu wa baadaye. Kwa sababu umri unaenda, sasa hivi tuna viongozi lakini itafikia stage wao itatakiwa waachie madaraka. Kwa hiyo kama wataachia madaraka, inatakiwa watoto wengine sasa wafate. Kwa hiyo kizazi ambacho kitatakiwa kifate ndio hichi ambacho tunakijenga kisaikolojia kuanzia sasa, ili wajue umuhimu wa elimu ifikapo baadaye na wenyewe waweze kushika hata nyanja mbalimbali. Kwa hiyo serikali kama inanisikia ninavokilio hichi ambacho ninakitoa mahali hapa, ninawasihi watie mkono wao, wasapoti ili na sisi mahali hapa tupate shule inayojitegemea, kwa sababu watoto tunao wengi. Kwa hiyo tupate shule ambayo inajitegemea ili tuweze kuwasaidia hawa watoto na wenyewe wafikie ngazi ambazo zinatakiwa katika elimu. Kwa jina naitwa Mchungaji Ibrahimu Omari Matimbwa, ni mkaaji wa hapa Samarogo. Hebu tuambie, tumeambiwa kwamba wewe ni mchungaji lakini unafundisha hapa.
Umewezaje kufanikisha ile hali kwamba sio taaluma yako? Nafundisha hisabati, mwandiko na pia hata Kiingereza. Wakati mwingine na msupport nafundisha. Nafikiri masomo yote mimi nafundisha. Lakini sana sana nimejikita katika darasa hili la pili kufundisha hesabu, mwandiko na kusoma. Sasa wewe hii elimu unayo? Hii elimu mimi ninayo kwa sababu nimesoma, nimemaliza form 6, lakini sasa kwa kuwa ninao uelewa, nimeona ni bora watoto niwasaidie. Na ulikuwa ni wajibu wa nani? Jambo hili lilikuwa ni wajibu wa walimu wa shule mama kwa ajili ya kufundisha watoto. Lakini nimejaribu kulifuatilia, nimeenda mpaka shule mama, nikakutana na mwalimu mkuu. Ilifikia hatua mpaka nikakutana na mratibu elimu wa kata. Lakini kilichofanyika, mratibu elimu wa kata alitutembelea kama mara 2 hapa shuleni. Lakini alisisitiza tu kwamba mchungaji endelea kuisimamia hii shule na huyo mwalimu uendelee kumtia moyo asonge mbele, tunalifanyia kazi. Sasa toka alipokuja, nafikiri alikuja mwaka juzi kama sikosei, mwaka jana sijamuona na mwaka huu sijamuona kufika mahali hapa, ila tunawasiliana tu kwa njia ya simu. Watoto wanaendeleaje? Tunawaambia watoto wanaendelea vizuri. Mitihani inapokuja huko wanatuletea na sisi inafanywa. Nani analeta mitihani wakati huo? Mitihani tunatuma bodaboda, sisi tunapigiwa simu tu. Wakati mwingine tunatumia kwa njia ya WhatsApp, tunachukua watoto tunawafanyia mitihani, tunatumia matokeo. Ndicho kinachofanyika mahali hapa. Kwa mkitumia kwa njia ya WhatsApp mnaenda mna print ama mnafanya? Tuna print. Wakitutumia kwenye WhatsApp tuna print, tunawapa watoto wanafanya mtihani. Kwa shule inaendeshwa kwa WhatsApp hii? Shule inaendeshwa kwa WhatsApp. Shule inaendeshwa kwa WhatsApp. Hilo halifichiki. Na pia tunapambana ili tupate shule hawa watoto kama unavyowaona. Hawa ni wa darasa la 2. Darasa la kwanza wameshaondoka, chekechea wameshaondoka. Kwa hiyo tuna mahudhurio hapa shuleni zaidi ya watoto 90. Kama unavyoona hili bweni jinsi lilivyobanana. Inabidi watoto wengine wasome kwenye mti. Na mvua ikinyesha ndio changamoto. Kulowa ni kwao, matope ni yao. Lakini ili mradi watoto wapate elimu, hatuna jinsi. Hizo taarifa za kwamba kuna wanafunzi wanakaa hapo hazijanifikia bado. Kwa hiyo nitafuatilia nione hilo